Majina yangu ni Daktari Joseph Otieno. Kwanza kabisa mimi ni CEO wa IDP Kenya mzima. Ile uchaguzi ilifanyika 2007 2008, ile uchafuko ilifanyika hapa Kenya, hatutaki irudie hapa tena. Tunataka amani, na ndio sababu tuna preach amani kila mahali. Tunataka vijana wetu wa GNC wao pia wahubiri amani, kwa sababu hii nchi ni yetu. Ikichomeka hakuna mtu mwingine atatutengenezea. Hii nchi ni yetu sisi sote, na tuitengeneze kwa amani. Hii nchi itaendelea kwa njia mzuri. Tuko na bahati sisi kama wa Kenya, ni nchi inajulikana kwa mambo mazuri kila wakati. So tungeomba tufanye mambo mazuri, tusupport serikali yetu, tusipige serikali, kwa sababu hiyo ndio kama mama yetu, hiyo ndio kama baba yetu. Tuwashikilie mkono ili tuweze kupata matunda ya kazi hiyo. Na ningependa kuomba upinzani yenye iko hapa Kenya, tafadhali muachie rais nafasi afanye kazi. Wakati wa uchaguzi, wakati utafika, tutajua nani tutachagua kulingana na kazi yake. So tumwachie nafasi afanye kazi ili nchi iweze kuendelea. Na washukuru, asanteni sana. Mimi ni Dirito, mimi ni ambassador, nafanya kazi pamoja na ofisi ya Eugene, pamoja na president yule amekuja ambaye anasimamia ulimwengu uchaguzi. Sisi tukisema hata wakati ya uchaguzi ukifika, watu wasome nchi yao, wasimamie nchi kwa njia ya maana, kwa sababu nchi kishachomeka hata sisi watoto wetu watakuwa na mahali ya kukaa. Yes. Sisi tutasema watu washirikiane, kwa sababu hata nyumba ikishomeka mtakuwa ni ya ndugu yako, itakuwa ni ya brother yako, itakuwa ni ya mama yako. Kwa hivyo hakuna haja ya kukibizana kisiasa. Tunafaa rais yule ambaye ako kwa nchi asimamie nchi mpaka 2027. Ikichagua na uchaguzi, watu watajitokeza na watachaguliwa. Kwa hivyo watu wasiharibu nchi yao tafadhali. Na huna wakati mzuri wakati tunajisajili kuchukua kura, tutasema watu watutembelee mpaka makanisani, mpaka mahali popote ambaye watu watakuwa vijana, watakuwa wengi, wasajiliwe ndio waweze kuingia kwa uchaguzi 2027. Watumie njia ya haki, na tena wachague viongozi kwa njia ya haki. Sababu watachagua watu na njia ya haki wakisha kuwa na kura. Yes. Mimi naitwa Dr. Archbishop Solomon Maina wa Wambui. Mimi ni mkaaji wa Nyahururu. Na mimi ni mmoja wa wale watu wamesimamia Peace Ambassadors, sababu mimi ndiye kiongozi wa kiroho. Wakati mambo ikienda mbaya, sisi tunaombiaga serikali na hata watu wengine kufanya mazuri, na hata president wetu na wale wengine wanarushiana maneno, wawe na amani, sababu amani ndio itagoza nchi. Hazira ni hasara. Kwa hivyo tungewaomba wale wote wako katika kujiandaa kwa uchaguzi, ni vizuri wakae na amani, ni vizuri wawase kushosheana mambo mabaya, sababu nchi ya Kenya ni nchi yetu sisi wote. Hakuna mtu anafaa ati aongee mabaya, watu wapigane ama wauane, sababu ukiongea mambo haya, sisi tunaongea amani, sababu Yesu ndiye alisema na amani yangu iwe juu yenu. Kwa hivyo ndio tunataka hata wao wawe na amani katika kila bahari, kona yote na dunia nzima. Sababu tuko na viongozi wa dunia walio tutembelea hapa, ili tuwe kitu kimoja kwa sauti moja ya kuongea amani. Amani ya Kristo iwe na Wakenya na dunia yote. Yes. Mimi ningewaambia viongozi si vita. Viongozi ni upendo. Lazima ukiwa kama wewe kiongozi uoneshe upendo. Mtu wa kuonyesha hasira na watu wapigane si mtu wa amani. Na tungewaomba wote wanahusika kwa hiyo jambo wakome na wawashe kabisa, warudishe wa Kenya kwa njia. Kenya itainuka sababu ya watu wakiwa na upendo, lakini si vita. Yeah. Hata kama watu wanalaumu dini, mimi singesema ati dini iliuzika. Hakuna dini iliuzika, sababu wote ni watoto wetu. Jensi ni watoto wetu, hatungeruhusu ama tuashirie mtu auwe mwingine. Kwa hivyo hata serikali kutumia nguvu ni mbaya. Hiyo ni kupita kiasi, na kupita kiasi unachukua sheria ya Mungu. Awe ni binadamu kama mwingine, mheshimu mwenzako.
na si kuona watu wengine ama wale wote wa Gen Z waliuawa watu walikuwa na hatia, sababu tuliwaona wale walikuwa na haki yao, wapatiwe haki yao. Na sioni mtu akiwa na maji na karatasi ametenda mambaya. Hakuna mtu alitenda mambaya, wale waliingilia kati ya hiyo kuchafua ndio walifanya mambo hiyo ilete shinda na ikalete maafa katika nchi yetu. Kwa hivyo sisi kama watu wa Peace Ambassador tungeomba nchi isirudie kitu kama hiyo. Watu wote ni watu wa nchi moja, kabila zote ni kabila zetu, Gen Z ni watoto wetu wale tumezaa, na hakuna mtoto tunataka kuruhusu. Kwa hivyo nyinyi serikali na wale wako ndani ya hiyo system, tuache hiyo mambo, watu waongee kwa amani. Kama kuna shinda itatuliwe, watu waonekane sababu ya hiyo shinda itengenezwe, nchi irudi kwa amani na nchi iendelee kupokea baraka. Asante. Kwa jina langu ni Muthamaki Ng'era, na kwa siku ya leo tumekuwa hapa tukisherehekea kutawazwa kwa Daktari Derito pamoja na Daktari Otieno wawe Peace Ambassador katika area hii yetu ya Laikipia. Hii imekuwa sherehe nzuri sana, imeunganisha sisi na watu wengine kutoka nje ya nchi yetu, wamekuja kusherehekea amani. Na kwa hivyo sisi tunaomba watu wetu katika nchi yetu ya Kenya wawe na amani, na zaidi ya yote Gen Z na vijana wote wakubali kuchukua kura wakati huu zinachukuliwa, na wasije wanaleta mambo mengi ya kusema ati wao wapatiwe wajiajiri kwa mitandao. Hapana, ile mpango serikali imeweka, tafadhali Gen Z wetu, youth wetu, vijana wetu mkubalie kufuatilia, kwa maana mkianza kusema ati mnataka hii au ile, muda utamalizika, na ukimalizika mtaendelea kuwa na kusema ati nyinyi muongezewe muda. Kwa hivyo tunaomba mufuate sheria ile imewekwa ili mchukue kula. Jambo lingine tunasema ni serikali imesema kila mtu mahali anataka au kubadilisha kadi yake kutoka kituo hiki au kingine amekumbali. Wale wengine wameambiwa, wale wamepoteza vitambulisho vyao wameombwa hata wao waende wachukue vitambulisho, watapewa bure wakati huu wa kuchukua kura. Asante sana kwa maana Ambassador. Kwa jina naitwa Ezinafa Ambani. Mimi ni mmoja wa Peace Ambassador, na nimesimama hapa kwanza kutoa shukurani kwa wale ambao wamejitolea kuja siku ya leo kwa ajili ya sherehe ambao tumekuwa nayo, kwa ajili ya CEO wetu ambaye sasa ni ambassador, ni daktari na mwenzake. Tunashukuru kwa sababu hakika watu wengi wamejitolea na tunafurahia. Jambo ambalo mimi ningeweza kusema ni kwamba wengi waje tujiandikishe katika kikundi hiki cha Laikipia Peace, kwa sababu tunataka amani. Amani katika nchi ndio inayofanya watu wanaishi vizuri. Hata tukipewa mali ya aina gani, bila amani haitatusaidia. Kile kitatusaidia ni kwanza kuwa na amani. Vijana wetu ambao tunaona wakitembea barabarani ni vizuri, wanafanya vizuri, lakini bila kura, bila wao kuchukua kura, haitawasaidia kamwe. Kama wanataka kuongoza nchi hii, lazima wajitokeze, wachukue kura, ili siku itakapofika 2027 waweze kuwa na kitu ambacho watasimamisha wakisema ya kwamba wanataka viti. Lakini wakisema kwa mdomo, hakika hiyo wanasumbuka bure. Jambo lingine kuhusu amani, katika nchi ambazo tunasikia watu wakipigana, hatungependa Kenya yetu iwe hivyo. Tungependa nchi yetu iwe nchi ambayo inatamanika, maana katika Kenya ndio watu hutorokea. Unasikia kwamba wametoka nchi fulani wamekimbia Kenya. Sasa mimi huwa najiuliza, je, nchi yetu ikitoka tuwe na vita, sisi tutakimbia wapi? Hakuna mahali pa kukimbia. Kwa hivyo tutengeneze nchi yetu iwe nchi ya kutamanika. Jambo lingine ni kuhusu watu ambao ni wapinzani. Kuna mambo huwa wanatoa ambayo hayafurahishi. Wakati wewe mtu mzima unasimama ukitukana mwingine, hiyo sio sheria.
wacha watafute njia ya amani ili waweze kuchaguliwa. Lakini kama wataendelea kutukana watu ati ukinitusi ndio upate kura, hapo hakuna njia. Naomba vibaya chairman, watu wamesikia vibaya, mimi lazima nitetee kiongozi wale mambo yote tafanya kupitia Ambassador Otieno. Ni vizuri viongozi wa nini wa kanisa, kwa sababu hawasema hamtaki ofisi kwa hapa. Lengo lake alikuwa amekuja kukutana na viongozi wa kanisa zaidi ya 1000. Nous avons pu déployer cette année. Mwaka huu tumetuma amani. Ikifika 2027 wanaume waende wakiwa wanafaa kufaidika ama kupata manufaa ya Nous allons voir comment les bailleurs de fonds vont les accompagner avec le respect. Personnes âgées. Je vais créer une clinique mobile. Hizo nchi za kwetu Kongo, Rwanda, huko sisi tunajua amani nini. Sasa tafadhali watu wa Mungu ameleta kiongozi na amekuja kuwasaidia. Bourse d'études aux membres de l'organisation Nouvelle Perspective. Sikia vibaya chairman, watu wamesikia vibaya, mimi lazima nitetee kiongozi. Ils ont déjà commencé l'école à Mokoro. Wameshaanza shule tayari. Namna gani wafadhili watakapozamia Les personnes du troisième âge. Watu wenye umri wa 3, yani wazee. Vous êtes les bienvenus à Nouvelle Perspective Kenya. Mumekaribishwa kwa shirika letu. Kwa sababu kama sisi watu wa peace hatutaki vita, hatutaki madharau. Wale wanaofanya mitihada ama walio kwenye mashirika ya kibinadamu organize pamoja na coordination hapa Kenya des ateliers de formation en qualité d'observateur national. Abu, sauti yako ni muhimu sana katika masuala ya kimataifa. Donc nous allons cet après-midi, kilicho muhimu sana katika kusimama kwake leo, un meilleur observateur international. Tunaulishane masuala ya uchaguzi. Parce que lorsque sana demokrasia Afrika na dunia nzima. Je vous invite donc à vous former. Namuona. Geithia na ndakarĩte mũno nĩ kũgeithia wanyate ngĩũka mwarĩrio ndageria mũno.